Thank you, the members of the press. Asanteni sana kwa hii nafasi mmenipatia. I am Brenda Kangai and I will be vying for the Nairobi Woman Representative seat comes 2027. And I think I am the best person to replace Esther Passaris because she has really failed the people of Nairobi County. Ametuachia kazi yake huku kwa ground, ni sisi tunapambana na wamama na vijana. Issues zenye anapaswa kuwa naongelelea ni sisi tunaongelelea. So instead anipigange hizi vitu huku nje na ikiongelea nikuwa nje. Sinieri tu munipatie hiyo kazi niende bungeni niwe na wa represent. Si ndio? Kwa sababu I feel and I believe and I know I have the courage and the capacity to take Nairobi to the next level. Because this is a great country, it needs great mind like mine. Nataka ku counter what the president has said today. President leo ameturingia sana akituambia yeye ako na courage ya Jomo Kenyatta, yeye ako na wisdom ya Moi. Sijui wisdom ulipata lini Mr. William Ruto, because the last time I checked hata hukuwa na hiyo wisdom, hata iko inakukaribia, hata hiyo wisdom haikujui. I also want to say the president amesema ako na education ya Mwai Kibaki, pia hiyo masomo anaringa nayo, sijui study of plant ndiye alienda kusomea mimea, kwenda kuangalia vile anaweza tibu cockroaches na mende na minyoo zenye ziko kwa shamba. I don't know if that's the kind of education unaturingia nayo. I also want to tell you, the president, you've said you have Uhuru's plan. The other day you were telling Uhuru watu wana plan, hawana agenda ya Kenya. Mimi ndo niko na agenda ya mama mboga. Mr. President, Mr. President, usituringie na usitusomee. You have no plan for this country. Na usishinde umetupea hapo lecture ya masomo. Hiyo masomo yako imesaidia wa Kenya na nini? What have you ever done in this country that hiyo masomo yako inaweza hesabiwa tuseme ati the president has done this and that? No. My friend, you are given the presidency to protect the lives of the people of Republic of Kenya, to make the country great. Si kuturingia mali umesoma. Hapana. Temi ulikuwa unaomba kura huku unaambia mama mboga, mtu wa boda boda na mtu wa baiskeli ati umesoma sana. No. You are telling them that you have an agenda to take this country to the next level. And that is what we want to you to do, Mr. President. Hizo story mingi na hekaya za bunwasi unatupea, we as the citizens of this country, they don't concern us. Hizo kiherehere, hizo sijui nini umesoma, hizo ni vitu za familia yako. Sisi kama wa Kenya, we demand accountability in your governance. We demand kujua vijana wenye wameuliwa, polisi wamechukuliwa hatua, familia yao imepewa fidia. We demand to know taxes zenye mna hike day in day out zinasaidia wa Kenya aje. Tunataka kujua pia hizo tax mkikucorrect, mkizicorrect, how are they helping Kenyans? Ni development gani zinafanywa Kenya? Ni njia gani umejenga? Ni shule gani umejenga? Ni hospitali gani umejenga? Ni hospitali gani imenunuliwa equipment, machines? Those are the things that we want to know as the citizens of this country. So hizo story mingi hazitusaidii. Mr. President, when you are speaking about the courage of Jomo Kenyatta, Kenyatta had courage, but not the courage of killing the young people. Courage of sabotaging the young people of this nation whenever they want to speak. Courage of abolishing masomo katika hii taifa la Kenya. Courage ya ku make sure that hakuna dawa kwa hospitali. Is that the courage that you're speaking about? Kenyatta had the courage of facing the white people and telling them that you need to get out of this country so that Kenyans can take their country and make their country great. That is the courage Kenyatta had. So courage ya Kenyatta jitoe hapo. Tukikuja kwa Moi, wisdom unatuambia ya Moi. What is tangible in this country that unaweza jivunia Moi alifanya? What? Nini? Except from rooting this country and making this country bankrupt. That Mwai Kibaki alikuja tu, alitumwa na Mungu akuja okoe hii uchumi. If Kibaki didn't become the president, where would be Kenya today? Moi had made sure that this country, kama wewe au msupport na uko kwa agenda zake, you are gone. That is the wisdom you're telling us. You want to tell us uko na hiyo wisdom ya mtu yote anakupinga, anapigwa, anauliwa, anafungwa. That is the wisdom you want to tell us that you inherited. You want to tell us you have the wisdom of rooting this country to zero.
That is the wisdom you want to tell us, Mr. President. Nani, kama unajivunia wisdom ya Moi, then you should not even be the president of this country. Because hakuna kitu tangible Moi aliacha. And by the way, the Moi family, forgive me for saying so. Maybe you, when you're meachwa, you are good. Maybe you are good. Your leadership qualities are good. But your father didn't do anything tangible to this nation. Hakuna kitu aliacha. Mimi, nilikuwa msichana mdogo sana, I think 4-5 years. Moi akitoka katika uongozi, around 6 years. Moi akitoka kwa uongozi. Na aliacha nchi kuwa bankrupt. Ingekuwa si Kibaki alikuja akatuokolea, akatupatia masomo ya bure, na akarevive uchumi. Maybe there will be no country like Kenya. Maybe tungekuwa kama Zimbabwe ama nchi zingine, kama Malawi, tukichekelewa, tukiambiwa vile uchumi yetu ni duni. But let me tell you, Mr. President, hizo vitu zote na hao leaders wote umetaja, you should not be comparing yourself with them. You should be making yourself better than everyone else. You should be thinking about mtoto wa mama mboga, mtoto wa mtu wa mkoko vile anaenda shule. That is what you should be thinking. You should be thinking about kazi mtaani irudi, vijana wapige aso wapate 800, dhao yao waende nyumbani na kitu kwa mfuko. You should be thinking of the promises that you promised Kenyans uko umesimama juu ya gari. Those are the things that you should be thinking of, Mr. President. Hizo vitu zingine unatuambia story mingi, mdomo tamu, my friend, Kenyans washakulan. You are going home, Sugoi is bay. You understand? And at the end of the day, you told us unajua kulima, unajua kufuga kuku. Si tutakuwa jobless, utafanya huko kazi yako ya familia yako, but not for Kenyans. Because honestly, kama kuna mtu alichaguliwa na Wakenya na roho moja, ni wewe. Na kura zingine sijui zetu za baba mkajazilia wapi. But the Kenyans who voted for you, they are the hopeless Kenyans. They are the mama mbogas, the watu wa mkokoteni, au watu wa vibanda, au ndo walikuchagua with expectations and hope. We are electing our fellow hustler aende atuinue. I always tell God thank you that I didn't vote for William Ruto. Mimi hakuna kitu naambianga Mungu asanti kama ya 2022 that I didn't wake up nikaenda nikachagua nini. Mimi nieli huyo Raila wangu mganga wangu alifail, but at the end of the day si anatuumiza na si anatusesa. And by the way, wenye wanasemanga Raila ndo anafanywa wateseke, it is not Raila. Raila is old, he is over 80. Hawezi tegemea mtu wako 80 years akuje articulate issues zako. Ni wewe utaamuka upambane na hali yako. Raila alitusaidia mali angetusaidia, na mali alitusaidia hajatusaidia tu acha apumzike, relax, apikiwe chakula kwa nyumba yake. Amefanya kazi yake, imepita. Ule mtu mwenye tunapaswa tuulize mambo ya hii nchi ni William Ruto, not Raila. Mimi hakuna mali Raila kona deni yangu. William Ruto ndiye alichaguliwa na Wakenya. Na mtu asiniambia I should not question Ruto juu siku mchagua. Kura zikihesabiwa, the majority person mwenye amepata kura mingi ndiye anakuanga president. Na ukipata kura mingi, you should serve all those citizens wenye walikuchagua na wenye hawakuchagua. Mimi sikukuchagua na nitakuuliza maswali. Na nitakwambia hata ukijaribu kurushia handball watu wa Raila hatutaona. Wewe ndo uliswear ukaapa ya kwamba mimi William Ruto nitaprotect hii nchi. Mimi William Ruto nitainua. Mimi William Ruto nimetenga bilioni 2 kila mwaka za ku make sure kuna creation of employment. Basa hizi ukiuliza unasema you know my friend, I know my friend what? If you know you can't do something, Mr. President, usiongee. Uko na mdomo mingi sana. You overtalk, but your actions are less. If you know you are not going to do something as a leader, don't talk. If you know you can't do something, don't promise. And tafadhali mtu aniangalilie kama vijana wamepewa milioni 1 Because I am wanaweza itwa backbench, kila mtu apewe ngiri 50-50 na ambaye endeni kwa media museme mmepatiwa. You know, William Ruto is one person who says think today, tomorrow dumps the people. What I'm telling you, Mr. President, hizo vitu zote unasema, hakuna kitu naona ukiwa nayo. Yo wisdom unasema ya Moi, hakuna. The last time I checked, haukukuwa na wisdom. The last time I checked, you are a brutal leader. The last time I checked, you have the capacity to advise your advisors on what to tell you. You understand? On how to advise you. The last time I checked, you did not qualify to become a leader in this nation. And because you got it and you are going home, please try and at least revive your legacy.
Do the right thing at the right time. The people of this country elected you for you to say, and we are not begging, by the way. You know, watu wa media, Mr. William Ruto anaonanga ni kama tunampembeleza atufanyie. Hatukupembelezi, ulichaguliwa ufanye kazi. Na kama hauna ni ya kufanya kazi, you resign and go home. And nobody will come and knock your door akuulize umenifanyia hivi ama hujanifanyia vile. No. Wewe mwenyewe ulipatiwa kazi, fanya. Kama huwezi fanya, panga virago zako, enda nyumbani.